Naam, kivumbi kimetimka sasa hivi serikalini kwa Samia Suluhu. Samia Suluhu kupitia waziri Thabit Kombo sasa wakanusha madai ya kwamba Umoja wa Ulaya na Bunge la Ulaya umefuta fedha za misaada ya mikopo zilizokusudiwa kutumwa Tanzania. Serikali ya Samia Suluhu yasema ripoti ama taarifa hizo si za kweli na ni za upotofu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imetoa ufafanuzi rasmi kuhusu mjadala wa hadhara unaoendelea kuhusu azimio lililopitishwa na Bunge la Umoja wa Ulaya hivi karibuni. Katika taarifa yake rasmi, serikali ya Samia Suluhu imesisitiza kuwa hakuna maagizo kutoka Bunge la Umoja wa Ulaya ambayo Tanzania inawajibika kuyatekeleza. Hata hivyo, ufafanuzi huu unakuja huku kukiwa na taarifa zinazosambaa zinazodai kuwa EU ama Ulaya imezuia ufadhili kwa Tanzania, ufadhili wa pesa za mikopo, madai kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu imekataa kwa udhabiti kuwa inapotosha na haina msingi wowote wa kisheria. Serikali ya Tanzania ilifafanua zaidi na kusema kwamba hilo lilikuwa wasilisho tu ambalo liliwasilishwa na Bunge la Ulaya, lakini haikuwa uamuzi ambao umetolewa ya kwamba fedha hizo zimeweza kufutiliwa mbali. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mahusiano ya kidiplomasia, kiuchumi na kisiasa kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya yanatawaliwa na kutekelezwa kupitia Tume ya Umoja wa Ulaya na si Bunge la Ulaya kulingana na serikali. Yani wanamaanisha kwamba Bunge la Ulaya halihusiki kabisa kutuma fedha hizo Tanzania, bali ni Umoja wa Ulaya ambao unahusika na wenye uamuzi. Na bunge hilo la Ulaya kulingana na serikali ya Tanzania liliweza tu kutoa wasilisho ambalo ni la kusitisha mswada huo ama msaada huo wa fedha za maendeleo Tanzania, lakini si kufuta kabisa, akimaanisha kwamba iwapo kutakuwa na mazungumzo na wakaelewana, basi fedha hizo zitaweza kutumwa. Serikali ilisisitiza kuwa ni muhimu kwa wananchi kuelewa tofauti hii, hasa wakati huu ambapo taarifa potofu zimekuwa zikienea kwa kasi kupitia majukwaa mbalimbali ya vyombo vya habari. Wizara ilikariri kuwa uongozi wa Samia Suluhu unalichukulia azimio hili la Bunge la Umoja wa Ulaya kuwa ni maoni na mapendekezo mengi ambayo hayafungi maagizo yanayoilazimisha Tanzania kuchukua hatua au kurekebisha sera zake. Serikali ilisisitiza mara kwa mara katika sehemu kadhaa za taarifa yake kwamba madai yanayopendekeza EU ama Ulaya imesimamisha au kuzuia fedha za maendeleo kwa Tanzania si sahihi na hayakisi uhalisia wa shughuli za kidiplomasia na maendeleo zinazoendelea nchini. Maafisa walibainisha kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu inasalia na nia ya uwazi katika uhusiano wake wa nje na itaendelea kushughulikia hadithi za uongo ama upotofu ambazo zinaharibu sifa ya kimataifa ya nchi ya Tanzania. Kwa kusisitiza kumradhi kwamba hakuna fedha za EU ama Ulaya ambazo zimetolewa au kufungiwa, serikali ilitaka kutuliza wasiwasi wa umma wa Tanzania na kuondoa uvumi wa kisiasa. Wizara ilieleza zaidi kwamba madai yoyote yanayosambaa mtandaoni yanaonyesha azimio la Bunge la Umoja wa Ulaya kama agizo la lazima, ni sehemu ya kampeni za upotoshaji zinazolenga kuleta mvutano usio wa lazima kati ya Tanzania na washirika wake wa maendeleo. Wasemaji wa serikali walisisitiza kuwa utawala wa Samia Suluhu hautavumilia kuenea kwa taarifa za upotoshaji zinazolenga kupotosha maoni ya umma au kupotosha msimamo wa kidiplomasia wa Tanzania. Walisisitiza kuwa Tanzania inaendelea kufurahia uhusiano dhabiti na Kamisheni au Umoja wa Ulaya, taasisi yenye jukumu la kupendekeza, kujadiliana na kutoa programu za ushirikiano wa kimaendeleo. Maafisa walibainisha kuwa ushirikiano wa Tanzania na Ulaya unajumuisha mifumo ya maendeleo ya muda mrefu ambayo haiwezi kuathiriwa na mapendekezo ya bunge yasiyofungamana na sheria. Serikali ilisisitiza kwamba wananchi wanapaswa kuwa na imani kwamba Tanzania haikabiliwi na kutengwa kifedha au vikwazo na kwamba mazungumzo yake ya kimataifa yanaendelea kuwa sawa. Taarifa hiyo rasmi imewataka Watanzania kuwa watulivu na kuendelea kuiamini serikali yao katika kulinda uhuru, heshima na uhuru wa taifa hii duniani kote. Wizara hiyo ilibainisha kuwa Tanzania inathamini uhuru wake wa kufanya maamuzi kwa mujibu wa katiba yake na vipaumbele vya kitaifa. Uhakikisho huu ulikusudiwa kupinga masimulizi yanayodai kuwa Tanzania iko chini ya shinikizo au udhibiti kutoka
kwa taasisi za kisiasa za nje. Mamlaka zilikariri kuwa Tanzania inadumisha uhusiano thabiti na wenye manufaa kwa washirika wa kimataifa ukiwemo Umoja wa Ulaya unaozingatia misingi ya usawa, kuheshimiana na kutoingiliana masuala ya ndani. Serikali ya Samia Suluhu ilisema kuwa kanuni hizi bado hazijabadilika chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu. Pia walisisitiza kuwa nchi haijapokea mawasiliano yoyote kutoka kwa Tume ya Ulaya yanayoonyesha kusimamishwa au kufutwa kupitia upya mipango ya maendeleo inayoendelea ya kifedha. Katika muktadha mpana wa diplomasia ya kikanda, wizara ilisisitiza kuwa Tanzania inaendelea kushirikiana na Kamisheni ya Ulaya katika masuala yanayohusu maendeleo, biashara, uwekezaji na ustawi wa wananchi wake. Serikali ilihakikisha kwamba ushirikiano huu unazingatia maadili ya msingi ya mamlaka ya kitaifa na utawala wa kikatiba, na kwamba utawala wa Samia Suluhu utaendelea kupinga majaribio yote ya kupotosha au kudhoofisha kanuni hizi. Aidha, serikali hiyo iliwataka Watanzania, viongozi wa kisiasa, asasi za kiraia na vyombo vya habari kuhakiki taarifa zinazohusu masuala ya kidiplomasia kabla ya kuzisambaza kwa umma. Wizara ilionya kuwa kauli ambazo hazijathibitishwa zinaweza kupotosha watu au umma kwa urahisi na kuhatarisha taswira ya nchi kimataifa. Serikali ilishutumu baadhi ya makundi kwa kutumia azimio la bunge la Umoja wa Ulaya kushinikiza ajenda za kisiasa zinazolenga kuidharau serikali ya Samia Suluhu. Ikiwa ni sehemu ya uhakikisho wake kwa umma, serikali ya Samia iliahidi kuendelea kutoa taarifa sahihi kuhusu uhusiano wake wa kimataifa na hali ya programu za maendeleo zinazofadhiliwa na nchi za nje. Maafisa walisisitiza kwamba uwazi kama huo ni muhimu sio tu kwa imani ya umma, lakini pia kwa utulivu wa ushirikiano wa taifa na taasisi za kimataifa. Utawala wa Samia Suluhu ulisisitiza kwamba utulivu wa ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania bado haujaathiriwa. Serikali pia ilisisitiza umuhimu wa kudumisha mashirikiano yenye kujenga na washirika wote wa maendeleo. Walisisitiza kuwa sera ya mambo ya nje ya Tanzania inaendelea kulenga katika kuimarisha uhusiano, kuvutia uwekezaji na kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa kuongozwa na maslahi ya taifa. Wizara ilikariri kuwa EU inasalia kuwa miongoni mwa washirika wakuu wa Tanzania na kwamba uhusiano wao umejengwa kwenye mifumo ya muda mrefu ambayo haiwezi kubatilishwa na maazimio ya ushauri wa bunge. Wachambuzi wanaona kuwa jibu hili thabiti kutoka kwa serikali na la tabaka mbalimbali kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu linaashiria mbinu madhubuti ya kulinda taswira ya kidiplomasia na uhuru wa Tanzania. Wakati huo huo, waangalizi wanatarajia Tume ya Ulaya na serikali ya Tanzania kuendelea na mazungumzo na majadiliano yao kupitia njia rasmi ili kuhakikisha kwa programu za maendeleo za fedha zinabaki kwenye ratiba na kutumwa. Habari kutoka serikalini Tanzania zinasema kuwa Tanzania iko tayari kuendelea kutetea uhuru wake katika nyanja zote za kidiplomasia, huku ikiendelea na mazungumzo ya wazi na washirika wake. Wakati mjadala huo ukiendelea, Wizara ya Mambo ya Nje kupitia Waziri Thabit Kombo imesisitiza kuwa itaendelea kutoa taarifa kwa wakati na sahihi kuhusiana na mahusiano ya nchi za nje na nchi ya Tanzania. Wananchi wanahimizwa kuwa macho katika kutofautisha habari ya masasisho za ukweli na madai ya kupotosha. Serikali ya Tanzania, serikali ya Samia Suluhu imeapa kukabiliana vikali na majaribio yote ya kupotosha msimamo wa kidiplomasia wa Tanzania au kudhoofisha utawala wake, huku serikali ikirejelea dhamira yake ya uwazi, utulivu wa kidiplomasia na mamlaka ya kitaifa. Taarifa hiyo inahitimisha kwa kuhakikishia umma kuwa Tanzania inaendelea kuwa katika udhibiti kamili wa shughuli zake za kimataifa na haitaamriwa na vyombo vya siasa vya nje. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika ripoti ya habari hizi. Nijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na jibu hili la Samia Suluhu kuhusiana na uamuzi wa bunge la Ulaya. Vile like video hii, kisha subscribe na ubonyeze alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.